ameze vidonge kiasi gani ambavyo vinaweza kumuondoa uhai. Ripoti za Ayo TV pamoja na millardayo.com tunaripoti kutokea makao makuu ya Jeshi la Polisi Zanzibar. Ni sakata ambalo lililochukua sura duniani ni mara baada ya taarifa za mwanadada Ashley Jinei, raia wa Marekani, kujinyonga mkoa wa Kaskazini Unguja katika moja kati ya hoteli ambayo inapatikana ndani ya mkoa huo. Leo hii naibu kamishna wa polisi ambaye pia ni naibu wa makosa ya jinai na upelelezi Zanzibar, Zubeir Chembere, anazungumza mara baada ya jeshi la polisi kupeleleza na kuchunguza kwa makini. Moja kati ya mambo ambayo yaliyobainika ni kwamba kabla ya kifo cha mwanadada Ashley Jinei kuja Zanzibar, amewahi kutumia akili mnemba ama ChatGPT ili kutaka kufahamu ni dawa kiasi gani ambazo anaweza kutumia ili kujitoa uhai wake. Pamoja na hayo pia, Zubeir Chembere amethibitisha kwamba mwanadada huyo kifo chake kimetokana na yeye mwenyewe kujizuru na kujitoa uhai wake, kama hapa anavyoanza kuzungumza. Kupitia mashahidi pamoja na vifaa mbalimbali vya kielektroniki tulivyovichunguza, lakini vile vile pamoja na sampuli mbalimbali tulizozichukua kwenye eneo la tukio pamoja kwenye mwili wa marehemu wakati wa kufanya uchunguzi wa tukio hili, imegundulika kabla ya tukio lile la kujaribu kujinyonga siku ya tarehe 8, marehemu alikuwa na tatizo kubwa sana la msongo wa mawazo, na hii imethibitika kupitia jumbe fupi mbalimbali kwa maana ya message kutoka kwenye simu ya marehemu alizokuwa akipishana nazo au akiwasiliana nazo yeye pamoja na mchumba wake Joseph, lakini na watu wengine ambao ni ndugu na jamaa wa nje ya yeye pamoja na Joseph. Kwa hiyo hii ilituthibitishia kugundua mwenendo wa marehemu kabla ya tukio lake la kujaribu kujinyonga ambako kulikuja kusababisha kifo chake. Baada ya upelelezi huo kwa kushirikiana na taasisi nyingine, upelelezi umethibitisha bila shaka yoyote tukio la marehemu alilolifanya tarehe 8 mwezi wa 4 2026 la kujaribu kujinyonga katika hoteli ya Zuri ndio lililopelekea au lililosababisha kifo chake tarehe 9 mwezi wa 4 2026 majira ya saa 9 alasiri katika hospitali ya Ampola au Global Hospital iliyoko maeneo ya Unguja mjini Magharibi. Hivyo, kutokana na ushahidi uliokusanywa wa tukio hilo, hakuna mtu yeyote anayeweza kuhusishwa kwa namna moja au yoyote ile kwenye kifo cha marehemu, na uthibitisho ni kwamba marehemu amefariki kutokana na jaribio la yeye kujinyonga lililotokea siku ya tarehe 8 mwezi wa 9, ambapo akiwa kwenye matibabu kwenye hospitali hiyo ya Ampola majira ya saa 9 siku ya tarehe 9 mwezi wa 4 alifariki dunia. Wito, ndugu wanahabari, kutokana na uchunguzi tuliofanya kwa kushirikiana na vyombo vingine na mamlaka nyingine za uchunguzi, kama nilivyoeleza hapo awali, imeonekana kabisa kabla ya marehemu kuchukua uamuzi wa kutaka kujiua kwa kujinyonga ambapo ulisababisha kifo chake baadaye, marehemu alikuwa na tatizo kubwa sana la msongo wa mawazo. Swala la pete ya marehemu, sisi jeshi la polisi hatuna mamlaka ya kulijibu zaidi ya ofisi ya ubalozi wa Marekani kwa kutumia corona, kwa sababu marehemu hakuwa na pete peke yake, alikuwa na vitu vingine kama mabegi, nguo, viatu na kila kitu. Vitu vyote hivyo ambavyo kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu vilichukuliwa na hiyo kampuni iliyohusika katika usimamizi wa uchunguzi wa kifo cha marehemu. Kwa hiyo sidhani kama jeshi la polisi tunaweza tukajibu lolote kuhusiana na pete ya uchumba ya marehemu ambayo hakukutwa nayo wakati mwili wa marehemu umepelekwa kwao kwa mazishi. Moja. Aidha, uchunguzi wa simu ulibaini kuwa kwenye mwezi Machi, kabla Ashley hajaja Zanzibar, aliwahi kuuliza swali lenye dhamira ya kujitoa uhai kupitia programu ya akili unde AI ijulikanayo kama ChatGPT. Swali hilo liliuliza kama ifuatavyo: how much volume would kill me, akimaanisha ameze vidonge kiasi gani ambavyo vinaweza kumuondoa uhai. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya jumbe ambazo
tuliziona kwenye simu yake, na nyingine ambazo zilikuwa zinaonyesha kama anaaga, anamtakia kila la heri nani yule mpenzi wake kwa maana ya Jose, na nyingine ambazo zilithibitisha kabisa kwamba marehemu alikuwa ana tatizo la msongo wa mawazo na kitu alichokifanya ni kitu ambacho alijipanga mapema kutaka kukifanya. Sakata lililokuwa linasubiriwa kwa hamu, hatimaye siku ya leo jeshi la polisi limetoa ufafanuzi na kujibu vitu mbalimbali ambavyo watu wengi wamekuwa wakijiuliza. Kutokea hapa visiwani Zanzibar, hizi ni ripoti za AyoTV pamoja na millardayo.com. Mimi naitwa Said Tizedey.